haki ya kuajiriwa kwenye private sector au kujiajiri au kuajiriwa na public sector. Mwaka 2005 mimi nimekwenda chuo kikuu mwaka 2005, nimekwenda UD mwaka 2005. Mtu aliyepata division 1 ya point 9 alikuwa anakwenda diploma. Yani mimi wa 2005, achana na your age, achana age na kina brother Kibanda na nani. Mwaka 2005, achana age za kina Msando. Mwaka 2005 mimi nilikuwa nakwenda chuo kikuu, lakini mwenye division 1 ya point 9 alikuwa anakwenda diploma, anakwenda kusoma ualimu. Wakati huo public university ilikuwa ni University of Dar es Salaam na matawi yake. Hii UCRAS, hii ardhi ilikuwa ni UCRAS, ilikuwa ni sehemu ya UD. Hii mnayoiona ilikuwa ni SUA, ilikuwa ni Muhimbili ndio inasimama kutoka kwenye college kwa full fledged university. Ilikuwa ni nadhani ndio vilikuwa vinaishia namna hiyo. Halafu University of Dar es Salaam 2005 ikaanzisha tawi Duse. 2006 ikaanzisha Muse. University of Dar es Salaam wakati huo tayari kuna branch nyingine. Bodi ya mikopo 2004 ilikuwa haisomeshi wanafunzi anayekusoma private universities, ikiwemo Tumaini na ikiwemo St. Augustine. Ilikuwa ukifaulu unataka kwenda kusoma kuunganisha, mnakumbuka wakati huo tulikuwa tunakaa mwaka mmoja kwanza. Anataka kuunganisha alikuwa anakwenda anakaa mwaka anakwenda kujisomesha mwenyewe kwa kulipa ada. Mwaka 2005 bodi ya mikopo ikarekebisha, ikaanza kwenda kusomesha mpaka unaokwenda kwenye private universities. Kwa lugha nyepesi nini maana yake? Udahili ukaanza kuongezeka. Lakini sisi wakati pia tunasoma kwa umri wetu huu ambao bado haujaenda mbali, kulikuwa kuna wanafunzi wenzetu very bright, lakini hafanyi mtihani au anafanya mtihani na cheti hachukui kwa sababu hajalipa ada ya mtihani. Na wakati fulani haendi tena kuendelea kwa sababu ya hiyo ada. Serikali ikasema tutoe maada haya kote, zibaki tu michango mingine ya wazazi katika kumsomesha mtoto. Kitendo cha kutoa ada O level advance kumeongeza udahili hapa juu wa vyuo vikuu. With the same notion, tunakuja sasa kwamba baada ya udahili kuwa mkubwa hapa chini, usajili chini ya TCU na chini ya NACTVET, vyuo vikasajiliwa vingi sana. Baada ya kusajiliwa vyuo, kozi nazo zikaongezeka kwa sababu ya dunia yetu jinsi ilivyo pia. Hapa juu tumekuja kuwa na wanafunzi wengi. Baada ya hao wanafunzi wengi kuwa hapa juu, wapo wanaopata ajira. Na mwaka 2015 kama mnakumbuka, wakati hayati John Pombe Magufuli anaingia madarakani, nyewe mnakumbuka, ndipo hata ajira za walimu zilipoanza kusimama kupisha lile zoezi la uhakiki wa vyeti kwa watumishi wa umma. 2021 Rais Samia alipoingia tu madarakani, cha kwanza alichokianza nacho ni kuingiza walimu na kuingiza madaktari na kuingiza watu gani? Ajira za kwanza kabisa 2021. Katika taifa letu, ndugu yangu kaka yangu Kibanda amezungumza, atakumbuka miaka ya 90 kuja kabla ya 2000, wanafunzi waliokuwa wanasoma masomo ya sayansi wengi walikuwa waajiriwa. Kama mnakumbuka vizuri, hata walimu waliosoma sayansi miaka 98, 99 sijui ngapi hapa walikuwa waajiriwa kabisa. Yani ajira wala hazikuwepo. Ukienda University of Dar es Salaam na pamoja na vyuo vingine, kulitokea pia na usimamishwaji wa ajira kutoka miaka 90 ile. Na ndio maana mnakuja kukuta maprofesa na walimu hawa wa kawaida kuna gap kubwa sana kwenye vile vyuo kwa sababu ajira zile zilikuwa zimesimama wakati ule. Sasa hivi nyinyi ni wahariri mko hapa. Mimi Dar es Salaam, sijui kama mwahariri mliwahi kuniuliza na viwanda vingapi. Na kama hii haitoshi, mimi nitengeneze program maalum na ninyi wenzangu, tutembee wote kwa pamoja. Tufanye utafiti wa pamoja, ni wanafunzi wangapi waliomaliza degree na waliomaliza diploma katika vyuo hivi vya serikali na vyuo vya serikali wameajiliwa kwenye private sector. Halafu baada hapo tuone ni wangapi wamekuja kuajiliwa kwenye government sector. Baada hapo tuchukue pia masharti ya ILO.
yaliyopo kulingana na mapato yetu, ma GDP yetu, wage bill zetu na kila kitu, tuiweke pia mezani. Tuje mwishoni tuchukue mapato yetu tunayoyapata kila mwezi. Sasa jukumu tunalo katika taifa ni la kulalamikiana au kuja na the best proposals, namna ambavyo tunaweza tukarescue tatizo ambalo tunadhani liko mbele yetu. Tukienda kwenye chuo kikuu chochote unakuta na mwadhiri naye analalamika labda, lakini the best option is to come up with idea nzuri ya kuweza kutapa haya madubasha yote. Kwa mfano, mimi mwaka 2015 wakati Rais Magufuli anaingia, kulikuwa kuna concept ile ya mafisadi, kama mnakumbuka vizuri. Watu wakakimbia sana katika taifa wengine. Walipokimbia, wananchi wakasema, wakawa wanashangilia. Lakini na uhakika kutoka kwenye moyo walioathirika walikuwa ni wote. Hata sisi huku chini hela ilianza kukosekana. You know why? You know why? Implication ya kiuchumi nasema hivi. Huyu mtu huyu hata kama ameiba hela pale, akitumia ile hela ndani ya nchi, akanua simenti ndani ya nchi, akanua bati ndani ya nchi, faida yake ni kubwa kuliko aliyepata ile hela kihalali lakini anaitumia nje ya nchi. Kwa lugha nyepesi maana yake ni kwamba pesa, huyu mtu ambaye ameficha pesa hapa, hataki ingie kwenye mzunguko, au ameichukua pesa anaipeleka China, hatari yake ni kubwa. You know, ukienda leo China, miaka 30 iliyopita, watu zaidi ya milioni 800 walikuwa wanaishi vijijini. Watu kama milioni 200 walikuwa ndio wanaishi mjini. Wakati ule kulikuwa kuna ujenzi, China ilikuwa inajengwa kila mahali. Kuna ajira, kuna kila kitu, kuna kila kitu. Baada ya miaka 30 imekuwa the opposite. Watu 200,000 wako wapi? Watu kama 200,000 ndio wako wapi? Wako vijijini huko. Alafu watu karibu milioni ngapi hizo wako kule mjini. Imetani, imekuwa vice versa. Sasa kilichopo hakujengwi tena, yameshajengwa. Ndio mwisho wa siku mnakuta nasema, ondokeni hapa, nendeni kwenye nchi huko mkatafute fursa. Sasa na sisi hapa kilichopo katika jambo la ajira ambacho tunakishauri sasa ni kuzisuka sheria zitakazolinda maslahi ya mzawa, ambazo hizi sheria sasa ndizo zitakazokuja kutengeneza mabilionea ndani ya taifa letu. Kwa sababu unapotaka kumtengeneza tajiri, lazima pia kuwe na kitu kinaitwa sustainability. Anaweza katokea tajiri mzungu, tajiri mchina, tajiri nani, mwisho wa siku akasema sasa narudi nyumbani, mnyororo mzima pale utakuwa frustrated. Hasa hizi ndio jitihada pia za nchi kuelekea huko. Katika jambo la ajira, tuilaumu serikali peke yake au yupo mwingine wa kulaumiwa? Mimi pale nyumbani jana nimechukulia mfano, na watoto pale karibu 7 wamemaliza vyuo. Mmoja anasema, baba mimi naomba ajira. Nikamwaita wote, nikasema hebu njoni hapa. Hebu nielezeni mimi mnanichukuliaje? Hebu nielezeni, kila mmoja jieleza. Mimi nakuona wewe ni baba yangu. Haya sawa. Wewe ni baba mdogo. Wewe nakuona kama rafiki wa marehemu baba yangu. Wewe sasa mimi nakuona wewe kama baba yetu mlezi na kiongozi wetu wa kiroho, kwa sababu anaanzisha hata ibada pale nyumbani na kila kitu. Wewe sasa wewe nakuona kama role model. Basi sawa. Nikamwambia nawapeni wiki moja. Baada hapo rudini tena ili mje mbadilishe mtazamo wa namna mnavyoniona. Lakini I expected waseme tunakuona wewe as a regional commissioner. Wakiniona mimi kama regional commissioner, waione fursa. Ukiniona kama baba, utalala na utaamka saa 12. Lakini ukiniona as a regional commissioner, utaiona mamlaka, utaiona fursa. Kwa kitu nimepanga ni kwamba wote watahamia humo Kariakoo, watahamia humo wapi, wote naenda kuwawezesha kahela kidogo kidogo, kwamba nendeni wote, nendeni kuwinga. Mkielewa kuwinga, zawadi nitakokuwa nawapa, nitakuwa natekeleza kile ambacho kiko ndani ya moyo wenu. Je, katika mazingira hayo
Mtoto halaumiwi popote, analaumiwa kwa sababu ana relax bila kuzitafuta fursa. Yuko tayari kuwa na simu ya shilingi milioni 2, nimechukulia tu mfano, lakini yupo mtu mtaji wake ni wa shilingi 500,000, lakini tu kwa sababu yeye ni graduate anaogopa kwenda kuuza mitumba. Lakini wakati huu tunaposubiri ajira, unafanya nini? Seko imekuwa ni ya kulalamika. Mzazi analalamika, mtoto analalamika, yote analalamika. Afu mwisho wa siku tunazalisha taifa lenye ulalamikaji. Je, tufanye nini kwa vijana? Kwa wenzangu pia watakuwa na maelezo mengine mazuri zaidi, lakini pamoja na haya mengine sasa ya wananchi kusikilizwa au kutosikilizwa pamoja na mambo mengineyo, hayo sisi tunaendelea kujitahidi kusikiliza watu. Lakini kama nilivyosema, sio kweli kwamba muda wote mtu usikilize raia. Mimi tangu nimekaa hapa, nikienda pale kuna simu karibu, unakuta zimepigwa karibu simu 55 muda huu tu. Sasa nikienda kukaa pale, Viingereza wengine wananiandikia pick my call, I have the right. Mwingine jana akaniandikia, wewe mkuu wa mkoa, mimi nakuja naomba hapo ofisini karibu mara 3. Ukienda kwenye msiba unatoa mchango. Ulikwenda sijui kanisa sijui la Sabato ukatoa mchango. Kwa hiyo inaonekana wewe unapenda sana watu